na vilevile kuboresha mifumo ya chakula. Chuo Kikuu cha Murang'a kwa ushirikiano na huduma ya kitaifa ya matumizi ya bioteknolojia ya kilimo kimeandaa mkutano wa mazungumzo kuhusu bioteknolojia ya kilimo. Kwa sasa tunaungana naye mwanahabari wetu Robert Gakure akiwa katika kongamano hilo, atueleze zaidi kuhusu mazungumzo yanayoendelea. Gakure? Naam, shukran. Na mbashara kutoka kaunti ya Murang'a na kupokea kwa njia iliyo sawa. Na hii leo tuko katika kongamano lililoandaliwa katika Chuo Kikuu cha Murang'a kwa ushirikiano na huduma ya kitaifa ya matumizi ya bioteknolojia ya kilimo. Na hii ni kusaidia katika kuboresha uvumbuzi katika kilimo. Na ningependa kuwashirikisha ambao wameandaa hafla hii ya leo karibia hapa. Tuanze kwa jina, tuambie hafla ya leo ama mkutano wa leo unalenga nini? Asante sana. Mkutano wa leo ni ya mambo ya tunaongea juu kuhusu bioteknolojia na vile inaweza kusaidia ukulima. Sasa tunataka kupeana information ile ambayo ni collect ili watu wajue uzuri wa bioteknolojia, hasa chakula zile zimetengenezwa na teknolojia tunaita genetically modified organisms. Umuhimu wake ni gani na ni information gani ambayo ni ya ukweli na ambayo sio ya ukweli, ili tuwe tunajua ni gani tunaweza kushukua ya ukweli na ni gani tunajua sio ya ukweli, ili inaweza kutusaidia kwa kilimo yetu. Pengine kutumia miundo ya uvumbuzi itasaidiaje kuboresha kilimo? Uvumbuzi unakuwa na maana mingi. Kitu ya kwanza ni kufanya mmea uwe na mazao mengi. Unatengeneza mmea ambayo inakupea mazao mengi zaidi. Ingine ni ile kuzuia wadudu na magonjwa. Alafu ingine ni ile ya kuzuia mambo ya kuwa na kiangazi. So ukiangalia hizo zote, mambo ya research inasaidia kuimprove the varieties kwa yields, increase in yields, resistance to pests and diseases, and also to drought and nutritional qualities. Thank you. Sana. Niweze kuwashirikisha ambao wamekuwa katika kutengeneza chakula za mifugo. Tuanze kwa jina, tuambie mkutano wa leo utawasaidia vipi? Okay. Tunashukuru kwa nafasi ambayo tumepata kama umoja wa tengenezaji wa vyakula vya mifugo. Cha kwanza, huu mkutano ni vile tunavyotaka kukazia kwamba katika sekta nyingine na taaluma nyingine teknolojia imetumiwa ku address the challenges that industry is facing. In medicine, in communication, in transport, teknolojia imetumiwa ku address the challenges that hiyo industry ina face. Livestock industry ina contribute almost 12% of national GDP, na feed is a very big ingredient in addressing or in the livestock sector. So feed ndio imebaki tu nyuma katika ku-embrace technology, na tunafikiria huu mkutano utakuwa mzuri sana kwa kuhamasisha hata hawa wasomi wa sasa kama the children in the learners in the university to start embracing agriculture and start to think about the solution they can give us as feed millers in solving the problem we are having, the problem of low access to raw materials we use in animal feed production. Teknolojia ambayo inatumika katika milling ni zingine ni za zamani sana, na tuna hope this meeting will sensitize the learners and the researchers in university to start talking to us, because we'll offer employment to them, but we need them to bring technology to us so that we can address the national challenges of feed. Asante. Tumalizie na mwisho kwa kifupi kabisa, tuambie mkutano hii unamaanisha nini katika kuboresha kilimo? Kuboresha kwa majina, mimi naitwa Dr. Gakuo Mwangi. Mimi natoka kutoka shirika yenye inatengeneza chakula hapa Kenya, inaitwa Association of Kenya Feed Manufacturers. Huu mkutano utakuja kutusaidia sana kwa sababu unaongelea mambo ya kutumia teknolojia ama ufumbuzi kwa kutengeneza chakula chenye tunatumia kwa mifugo. Wakati huu tuko na shida kubwa sana nchi mzima, wakulima wako na shida kubwa sana kwa sababu bei za chakula zimeenda juu sana. Wakati mwingine ikiwa ni hii biashara wako nazo za mifugo hasifanyi vizuri, na hizo zote zinatusaidia kwa mambo ya food security na pia biashara zenye wanafanya hawa wakulima wanafanya.
Asante. Na ni kongamano ambalo tutaendelea kufuatilia, ambayo yataweza kujadiliwa, ili katika taarifa zetu ambazo zitaweza kufuata tukuletee taarifa hii kwa njia iliyo sawa. Kwa niaba ya Runinga TV47 nikiregesha usukani kwenye studio, jina langu ni Robert Gakure. Asante sana Robert Gakure, mwandishi wetu wa habari kutoka Murang'a, hapo akizungumza na wataalam wa kilimo. Katika